Hizo ni sauti za muziki kutoka milima ya Uluguru katika tarafa ya Mgeta mkoani Morogoro. Wenyeji wa maeneo haya ni kabila la Waluguru. Milima ya Uluguru ina urefu wa mita 2630 kutoka usawa wa bahari, ambayo ni sawa na futi 8630. Natukala we, todala wewe, kumbe kwa Mbeya wewe. Natukala we, todala wewe. Natukala. Milima ya Uluguru ni maarufu kwa vyanzo vya maji ambayo hutumika katika sehemu kubwa ya wakazi wa mikoa ya Pwani. Waluguru ni miongoni mwa makabila yanayojishughulisha na shughuli za kilimo cha nafaka, matunda na mboga mboga. Hii inatokana na uzuri wa hali ya hewa ambayo ni rafiki kwa shughuli hizi za kilimo. Waluguru ni miongoni mwa makabila yanayopenda sana kusherehekea kwa ngoma katika matukio yao mbalimbali, haswa baada ya mavuno. Ngoma hizi ni hitimisho katika elimu ya malezi ya vijana wa rika moja hadi rika lingine. Mafunzo yalitolewa kuendana na wakati na tukio husika. Pia ilikuwa wakati mwafaka wa jamii kukosoana katika mienendo isiyokubalika na jamii kwa kutumia nyimbo na ngoma husika. Sifa kubwa ya kabila la Waluguru ni kutambua mchango na umuhimu wa mwanamke, kiasi kwamba mfumo na utawala wa familia mwanamke amepewa nafasi kubwa sana. Na ndio maana wanawake wana ngoma yao ya kupashana habari juu ya tukio fulani. Jamii ya Kiluguru wanaamini kwamba mwanamke akipata elimu juu ya jambo fulani, basi jambo hilo na elimu hiyo vinaweza ikaifikia jamii kwa urahisi zaidi. Hiyo ndiyo ngoma ambayo hupigwa na wakina mama wa Kiluguru. Ngoma hii inajulikana kwa jina la Kibwiko. Ngoma hii hukusanya watu wengi kutoka pande tofauti tofauti, na daima penye wengi hapaharibiki neno. Na ndipo hapo fursa ya kukosoana hujitokeza kwa njia ya muziki. Jambo linalofurahisha, anayeimbwa akigundua kuwa anaimbwa yeye hususa kucheza ngoma na kwenda nyumbani kutafakari. Na mara ikigundulika kwamba ujumbe umemfikia mlengwa, basi wimbo hubadilika na kwenda katika mlengwa mwingine. Ataka kwa mjumbe nene kila siku nye yo au sadi mnyimbepo. Manake njoni. Kama ilivyo kwa baadhi ya makabila mengine Tanzania, Waluguru walitumia sanaa kuwasiliana na kutoa mafunzo mbalimbali.
Haya ni baadhi tu ya mambo machache mazuri yatokanayo na mila na desturi za Waluguru. Hizi ngoma ni ngoma za kiasili, zinatufundisha mambo mengi. Vijana tuache tabia mbaya, tufuate tabia nzuri. Nyimbo zinatufundisha mambo mengi. Ukiwa unaifuatilia asili ya Kiluguru, basi utakuwa mtoto mzuri, utaacha mabaya unafuata mazuri. Maana mababu zetu walikuwa na maadili mazuri kutokana na kutumia hizi mila zetu za kienyeji. Kwa hiyo na sisi tunazifuatilia. Waluguru wanasemaje kuhusu utamaduni wao nyakati hizi? Utamaduni ni neno pana sana ambalo tunatakiwa watu wengi walifahamu. Naweza nikasema taifa lolote lina utamaduni wake au kabila. Hata kwenye hizi koo zetu wana utamaduni wao. Kwa mfano kama utamaduni wa kwetu sisi maeneo haya mimi naona unapotea sana. Unapotea kwa sababu utamaduni hakuna watu wanaoweza kusisitiza, hata hawa viongozi wanaojua, hata wasomi. Kwa ajili ya kukosa tamaduni za asili kabisa, watu kizazi fulani kinakosa elimu kwa sababu tamaduni zao zimeharibiwa. Kwa hiyo lazima tutegemea tuzione tamaduni zile za Kiluguru zinadumu tangu miaka hiyo mpaka miaka hii. Kwa kweli utamaduni wa Kiluguru umepotea. Yaani kama sisi hivyo watoto wa kizazi kipya hatujawahi kuziona nyimbo ngoma za zamani kama vile Kiamba na Kinusunkeni. Kama mimi kwa mfano mimi toka nizalie Kiamba nimeona mara moja tu. Tena kulikuwa na sherehe hapo juu ndo nikaona Kiamba. Mimi naitwa Valerie Severini Wanyandira. Sawa? Kinachonikera mimi kwanza moja, kufeka misitu. Pili, kujenga kwenye vyanzo vya maji. Naona jamani, swala kama hili mimi bado sijapendezewa. Kwa nini tumalize misitu? Kwa nini vyanzo vya maji? Je, familia zetu wa miaka mingine atakayokuja watakaa wapi na wataishi vipi? Zamani kuna watu kulikuwa na mila, walikuwa wanatunza misitu sana. Mnyemba huko msitu wa bibi. Lakini sasa hivi kama kuna jini, sasa hivi mnatuteteaje sisi wananchi? Mila imepoteaje? Ndio hoja yangu. Mila kweli inaweza kupotea. Hata wewe mtu wa baba yako ulipozaliwa kwa mama yako ulianza kutumia. Tunatupa watu wazima. Haya, kama ambavyo umesikia na kuona mwenyewe, ndivyo changamoto inayowakabili jamii nyingi za watu wa milima ya Uluguru. Hakika zipo sababu nyingi zinazopoteza kwa kasi utamaduni wa watu hawa. Na ndiyo maana msanii mwenye asili ya mahali hapa, ndugu Krenga Ngatigwa, ameona upo umuhimu wa kurejesha fahari ya watu hawa ili kuendeleza mazuri yaliyoanza kupotea. Ndugu Krenga ameandaa tamasha la muziki wa Kiluguru lenye malengo mengi. Yafuatayo ni baadhi tu ya malengo hayo. Kwanza ni kulinda na kutunza utamaduni wenye mtazamo chanya ili kujenga jamii inayojitambua, kujiamini na kujiheshimu. Na pia kutumia utamaduni wao kujenga jamii yenye mtazamo chanya katika afya, elimu, kilimo na mazingira. Kwa namna hiyo, nyimbo, ushairi na simulizi zitatumika kuelimisha jamii kwa namna wanayoitaka wenyewe na kuielewa. Imibiki tulekeni tupate imbula nyingi. Nashukuru sana ili tamasha, kwa kweli limekuja kutuelimisha, kutufundisha, kwa sababu kwanza tunamshukuru Mungu aliyewaleta watu hawa wa kutengeneza ili tamasha ili na sisi tuwe na ufahamu. Inabidi tubadilike
Kama tulikuwa tunakataga kuni ovyo misituni, kuchoma moto misitu, inabidi tubadilike kwa sababu hizi zote ni mali zetu sisi. Na pia kushawishi serikali walau kuunga mkono ufufuaji wa sanaa zenye msimamo chanya zilizofutika katika makabila mbalimbali nchini Tanzania. Kwa jina naitwa Lasi Chinga, ni mwenyeji wa hapa Nyandila, na kwa kifupi mimi ndio mratibu wa shughuli nzima ya tamasha ambalo tunategemea kufanyika katika milima yetu ya Uruguru. Binafsi nimefurahi na kufarijika baada ya kusikia Mruguru mwenzetu ambaye anaitwa Krenga, yeye ameamua kukumbuka mila na desturi na tamaduni zetu za Kiruguru. Tamasha hili litaweza kutusaidia kutubadilisha kuwa na maadili, elimu na mazingira kwa ujumla. Tutaweza kuwa ikatuelimisha zaidi kupitia hili tamasha. Ni vitu ambavyo tunaweza kuvipata. Wakazi na viongozi wa maeneo haya wameonyesha wazi kuunga mkono swala hili. Mimi naitwa Agredi Kamili Mahanga, ni mwenyekiti wa kijiji cha Nyandila. Mimi kama mwenyekiti naunga mkono ili tamasha ambalo litakuja hivi karibuni. Jamii yetu imepoteza utamaduni wake kwa sababu wanaiga mambo ya kigeni hasa. Natoa wito kwa serikali itambue umuhimu wa utamaduni kwa vitendo. Sisi kama serikali tutachangia ili tamasha kwa hali na mali kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Naitwa Kamanda Zengwe, diwani wa kata ya Nyandila, tarafa ya Mgeta. Tunategemea lazima tuweke msukumo mkubwa katika hili tamasha, na tunaomba na serikali juu, ngazi za juu, hebu ziunge mkono, ziangalie kuwa ni hoja ya msingi pia katika hili. Ndugu Krenga pia ana malengo ya kuvutia wageni kuja kuona na kujifunza mambo mazuri yatokanayo na utamaduni wetu. Tunaweza tukakaribisha wageni wengi, lakini pia na wananchi au jamii ikanufaika pia inapopokea ugeni mkubwa kutoka sehemu mbalimbali. Yaani watauza biashara zao, lakini pia watabadilisha mawazo na hao wageni. Tamasha hili litakuwa na malengo ya kuhifadhi utajiri wa utamaduni kwa urithi wa vizazi hadi vizazi. Na pia tamasha hili lina lengo la kuleta mshikamano katika jamii, katika utatuzi wa changamoto zinazowakabili. Mwanzilishi wa tamasha hili ndugu Krenga ana mtazamo wa kusema huu ni kama ukurasa tu, kwamba hili tamasha ni mwanzo tu wa matamasha mengine. Ni kweli hili tamasha ni kama kurasa moja tu katika kitabu, yani ndio mwanzo. Tunatarajia kutatokea mambo mazuri sana baada ya tamasha hili, kwa sababu hili tamasha lina lengo la kuweza kutumika kama njia ya jamii hii kuwasiliana katika mambo ya elimu, kwa sababu msingi mzima wa maisha ili yawe ya furaha na amani kwa kila mtu ni elimu. Unajua, mtu unapojitambua unajiamini, na ukijiamini unaweza kuthubutu, lakini mtu usipojitambua huwezi kujiamini, na kama huwezi kujiamini hauwezi kuthubutu. Amukira genge wa mona kakakilo we imane fato mtenda mieni we kakakilo we imane fato mtenda mieni we kakakilo we imane fato mtenda kakilo amukira genge wa mona muyeno imane fato mtenda kakilo amukira genge wa mona